Wengi wanaamini kwamba njia pekee ya kuongeza kipato ni kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi au kuwa na kazi zaidi ya moja. Lakini vipi nikikwambia kwamba unaweza ukaingiza kipato zaidi ndani ya muda ule ule wa kazi? Zipo njia 8 ambazo ukizitumia vizuri na ukizielewa vizuri zitakusaidia kukuza kipato ndani ya muda ule ule unaotumia kufanya kazi. Njia ya kwanza ni kuwekeza pesa yako unayoitengeneza kwenye maeneo mengine ambayo ikikaa huko itakuwa inaendelea kujizalisha. Uzuri ni kwamba muda wako ule ule ambao unaendelea na kazi yako ya kawaida, pesa inakuwa inaendelea kujizalisha na kukuingizia kipato cha ziada. Njia ya pili ni kuwekeza kwenye mali zisizohamishika. Unaweza tu ukawa na vitu ambavyo unaviweka, watu wengine wanavitumia kwa kukulipa wewe, na muda huo huo unaendelea kufanya kazi zako nyingine bila kuharibu chochote. Njia ya tatu ni kutengeneza bidhaa za kidijitali. Wapo watu wengi ambao wanatamani kuwa kama wewe au kutumia vichache ambavyo unaweza kuvifanya, na sio lazima uwasaidie bure. Unaweza ukatengeneza maudhui, video au audio, na bado ukaviuza. Unaweza ukatengeneza kozi ukaziweka kwenye mtandao, watu wakasubscribe, wakawa wanakulipa na wakaziangalia kozi hizo hizo bila kuhitaji wewe kuwafundisha ana kwa ana. Njia ya 4 ambayo inaweza ikakusaidia ni kuongeza ujuzi, maarifa na uwezo katika kutumia teknolojia za kisasa. Ni vizuri ukaiweka teknolojia kwenye nafasi ambayo unaweza ukaiachia, ili utumie muda ule ule kufanya vitu vingine, na ndani ya huo muda uweze kutengeneza kipato zaidi. Njia ya 5 ni kununua ujuzi kutoka kwa watu wengine. Kwenye hela yako unayotengeneza, unaweza ukakomboa muda wako kwa kupunguza kiasi kingine, ukamlipa mtu akafanya kitu ambacho hukiwezi kwa ufanisi zaidi na kwa muda mfupi zaidi. Utakomboa muda wako na utatengeneza zaidi, hata kama umetumia pesa kidogo kumlipa huyo mwenye ujuzi ambao wewe hauna. Njia ya 6 ni kununua muda wako kutoka kwa watu wengine. Tuna saa 24 ndani ya siku. Tuna uwezo ambao umebanwa kwenye ujuzi na maarifa tulionayo, na zinapoongezeka fursa bila kuongeza uwezo, nyingine zinaweza zikakupita. Kwa hiyo unaweza ukaamua kutumia pesa kidogo kununua muda kwa kuwaweka watu wengine wanaofanya kazi ile ile ambayo unaifanya wewe. Njia ya 7 ni njia ambayo watu wengi kwenye ukanda wetu huku haitumiki sana, ni kuwa na waongoza njia. Ukiwa na mentor, atakuonesha njia ambazo zimemsaidia yeye kufanikiwa na atakusaidia usiende kwenye njia ambazo zilimpotezea muda. Na njia ya 8 ni kuongezea thamani kwenye bidhaa au huduma unayouza au kwenye uwezo wako wa kufanya kazi unayoifanya.